Mchakato wa uchaguzi kama ambavyo tutafanya mwaka huu ndio namna pekee ya wananchi kuweza kukasimu mamlaka yao kwa viongozi wa kuweza kuwaongoza kwa niaba yao. Ndio katiba inavyosema. Mamlaka yanatoka kwa wananchi. Mamlaka ya serikali yako mikononi mwa wananchi. Lakini mamlaka hayo serikali inayapataje? Ni kwa njia ya uchaguzi. Kwa tukifanya uchaguzi uliokuwa huru, uliokuwa wa haki, na viongozi wakapatikana katika mazingira hayo, kwamba pale ndio wananchi wamekasimu mamlaka yao kwa hao viongozi waliowapa. Hili ni jambo la kwanza la msingi. Hivyo kama taifa na kwa kuzingatia makubaliano yetu kupitia katiba, kila baada ya miaka 5 tunapaswa kufanya uchaguzi mkuu. Jambo la pili, demokrasia ni mchakato mpana sana. Kupiga kura ni sehemu ndogo tu, japo ni muhimu katika mchakato mzima wa demokrasia. Demokrasia ni mfumo unaowawezesha wananchi kuwasilisha, kupokea, kupima hoja na sera za vyama vya siasa na hatimaye kufanya uamuzi. La msingi ni ile definition alitoa Abraham Lincoln. Democracy is government of the people, for the people and by the people. Yani ni serikali ya watu kwa niaba yao, lakini iliyotokana na wao. Na uchaguzi ndio msingi wa kufikia hapa. Ushindani wa vyama kwa msingi ya hoja ndio ishara ya kukua kwa demokrasia kwa vitendo. Hii si hapa tu Tanzania, bali duniani kote, kwamba mnashindana kwa hoja, wananchi wanawasikiliza, baadaye wananchi wanaamua kwa hoja. Hapa nirejee maneno yangu mwenyewe nilisema mwaka 2010 niliposema haki ya kusema haimaanishi kutukana. Sio haki ya kutukana. Lakini pia uhuru wa kutoa maoni usitumike kupandikiza chuki, ukabila na udini. Tukienda kwenye hilo tunaivuruga sana nchi yetu. Leo mkataka wa Tanzania hawa wachague watu kwa misingi ya dini yao. Kwenda pale tunasema huyu anayegombea nani? Abdalla, Muislamu mwenzangu, asema sawa huyo. Anayegombea nani? Joseph, Mkristo mwenzangu, huyo. Siku tutakapofikia hapo, the country is finished. Mtaacha kuwa nchi moja, ila mtakuwa a nation of nationalities. Na nationalities zenyewe ziko based on religion, based on tribe, na wakati mwingine hata kwenye ile kabila ni based on where you come from. Katika moja ya clips za hivi karibuni nilisikia ya Mwalimu Nyerere akizungumzia kule kwao kina Balile kule. Kuna Wayoza na wanani? Na Waziba. Wayoza na Waziba. Tulikuwa na mgombea ubunge pale mjini, sio alikuwa sijui Mziba sijui. Mujuni Kataraia. Ni Mziba. Ni Mziba, lakini eneo lile ni Wayoza. Wanasema haiwezekani. Hapa sio kwake. Akagombea kule kwa Waziba wenzake. Sasa mkishafi. Lakini sasa amesema hivi, tukifika hapo na nchi ikawa hivyo, na sasa mnakuwa sasa ni nchi ya vijinchi, lakini sio nchi ya nchi moja. We have to build a country, a nation, not a nation of nationalities. Tatu, sheria ni nguzo muhimu ya utawala wa sheria na haki, na pia ni nyenzo muhimu ya kuwezesha utimilifu
wa mchakato wa kidemokrasia wa kufanya uchaguzi wa wananchi. Hakuna njia nyingine, yani katika kukamilisha demokrasia sijui kama ipo, isipokuwa ni ya uchaguzi tu. Ukishatoka ya uchaguzi inabakia kuwa ya uteuzi. Sasa ya uteuzi ndio inakuwa ya kina Hamza Johari. Huyo anateuliwa. Sasa hamwezi kuwa mpaka viongozi sasa na wabunge wanateuliwa. Na madiwani wameteuliwa. Wenye vitu wa vijiji wameteuliwa. It really ceases kwenye demokrasia haiwe hivyo. Itakuwa sasa ni sijui tutaita demokrasia aina gani. Kwa uzoefu wangu uchaguzi, hususan wakati wa kampeni za kisiasa, kumekuwa na mtazamo usio sahihi wa kuzani sheria tulizojiwekea huwa zinaenda likizo. Kwa maoni yangu, sheria huwa haziendi likizo, na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunazingatia matakwa ya sheria katika utekelezaji wa haki zetu za kidemokrasia wakati wa uchaguzi. Ni muhimu kila mmoja wetu kuhakikisha anatimiza wajibu wake na kuwa mlinzi wa sheria na sio kuwa kichocheo cha uvunjifu wa sheria na amani tulionayo. 4, hakuna demokrasia bila uwajibikaji. Accountability and responsibility. Maana wakati mwingine unajua Tanzania hapa kuna watu wanataka wafanye lolote mahali popote hata kama linavunja sheria, lakini wote mseme ndio. Na wakati mwingine matatizo haya ni ya wanasiasa. Waacheni wananchi wangu wao. Basi wanavunja sheria tu sababu unajiandaa kwa kutafuta kura kesho na kesho kutwa. Sasa sheria ziende likizo, ni muhimu kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba anatimiza wajibu wake. Lakini kutimiza wajibu ni moja ya msingi katika demokrasia. Uwajibikaji ni msingi wa uongozi unaoaminika. Hivyo ni muhimu sana kwa wadau wote wa masuala ya uchaguzi kuhakikisha kwamba kila mmoja anatekeleza ipasavyo wajibu wake ili kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Walioko kwenye tume wanautekeleza wajibu wao sawa sawa. Walioko kwenye uongozi wanatekeleza wajibu wao sawa sawa. Walioko kwenye kupiga kura wanatekeleza wajibu wao sawa sawa. Tukifanya hivyo, uchaguzi unakuwa mzuri na nchi yetu inakuwa nzuri baada ya uchaguzi. Katika kusisitiza hili, namnukuu Mwalimu, baba wa taifa, aliposema, tukiruhusu vyama vingi vya siasa, tusifikiri kuwa hiyo ni tiba ya matatizo yetu. Lazima tujenge utamaduni wa kuheshimu maoni tofauti, kutenda haki na kuwajibika kwa wananchi. Mwisho wa kunukuu. Ni vyema wadau wote ikiwemo vyama vya siasa, tume huru ya uchaguzi, mahakama, vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi kutambua kuwa sheria zilizo bora pekee hazitoshi, bali tunahitaji utekelezaji wa sheria hizo ili kuweza kulinda msingi ya haki na utawala wa sheria katika kipindi hiki cha kutafuta ridhaa ya wananchi kuweza kuliongoza taifa letu. Ningependa kusema kwa msisitizo, kwa wakati tulionao sasa sio wakati wa kufanya mzaha na mambo ya msingi. Huu sio wakati wa malumbano. Huu sio wakati wa kunyoshana vidole. Si wakati wa kujenga uhasama wala kupandikiza hofu na chuki isiyo na sababu miongoni mwa wananchi. Huu ni wakati wa kuonesha uzalendo wetu, wa kuthibitisha sisi wenyewe na kuithibitishia dunia kuwa Tanzania na Watanzania tunaweza kuendesha mambo yetu ya ndani kwa amani, uhuru na haki.
Ndugu washiriki, nimesema sana, naomba sasa nimalize. Kabla ya kuhitimisha, hata hivyo, nataka kusema ningependa kutoa rai kwa serikali, wadau wote wa uchaguzi, wananchi wote kwa ujumla wao, kwamba mosi, tofauti za kisiasa zisitumike kwa chanzo cha kuharibu umoja wa kitaifa tulioupigania na kujenga kwa miaka mingi. Tutakuwa na tofauti zetu za kisiasa. Mwingine ataahidi asali, mwingine ataahidi maziwa, mwingine ataahidi tukubadili nchi ghafla, ikawa kama New York. Mwingine ataahidi mambo mengi, lakini yote hayo yasifanyike katika mazingira ya kuvuruga umoja wetu, amani yetu, mshikamano wetu. Nilipokuwa nagombea urais kwa mara ya kwanza, moja ya jambo ambalo nilikuwa nasisitiza sana na ile timu yangu nilikuwa nayo, kitu cha kwanza nilisema holding the country together. Tanzania ni nchi ya makabila 120 wa rangi mbalimbali, wa makabila mbalimbali, wa dini mbalimbali, na wako wengine wengi tu hawafungamani na upande wowote kwenye dini, wapo tu. Kuishikilia nchi kwa pamoja ya namna hiyo ni kazi ngumu sana, lakini ukisema kama kiongozi, hii ni dhima yangu ya kwanza, holding the country together, a nation of diversity. We will celebrate our differences, lakini isiwe ndio misingi ya kutugawa. Wewe mwenyewe unayeongoza ukiwagawa watu katika misingi hiyo, wenyewe utakuwa sasa ni rais wa vipande vipande. Kuna kipande kimoja chako na kuna kipande kingine sio chako. Sasa wale waliosema sio chako watatafuta wapi rais wao? Watatafuta wapi viongozi wao? Ama kwa lugha ya kiweze waaquiesce kwenye mazingira hayo, ama wakatae, na katika kukataa hujui watakataa namna gani. Lakini pili, Tume Huru ya Uchaguzi iendelee kufanya kazi yake kwa weledi, kwa uhuru na uwazi, na wananchi waamini hivyo. Vyama vya siasa viamini hivyo. Vikishakuwa wananchi wakiamini na vyama vikiamini, mnapata utulivu katika nchi, uchaguzi unafanyika, aliyeshinda kashinda, na aliyeshindwa anasema nimeshindwa, nilijitahidi lakini wenzangu wamenizidi maarifa. Lakini sio maarifa yale ya ujanja, ila wamezidi maarifa, hoja zao zilikuwa strong, mimi nimeshindwa kujenga hoja ya kutosha. Kwa hiyo hayo nao hilo ni la tume. Tatu, jeshi la polisi na vyombo vya usalama viendelee kufanya majukumu yao kwa weledi na kuheshimu haki za kisiasa za raia, na kuhakikisha kuwa kunakuwa na ulinzi na usalama wakati wote. Raia wana haki zao za kisiasa, wasinyimwe haki hiyo ya kisiasa, lakini kazi yao vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha throughout kipindi cha uchaguzi.